Tukio hili la kihistoria ndani ya mkoa wetu wa Dodoma, wilaya ya Chemba, kata ya Farkwa, vijiji viwili vya Mombose na Bugutole. Ndugu zangu, Mheshimiwa Waziri, mimi nimekuta hii historia, maneno yakisemwa yakiimbwa, swala la ujenzi wa bwawa la Farkwa. Kila nilivyokuwa nikisikia, masikio yangu yalikuwa yanaumia, na nikajiuliza sana ni nini ninachoweza kukifanya ili kuionyesha serikali kwamba kuna kila sababu ya mradi huu kwenda kutekelezwa. Mheshimiwa Waziri, sikuona njia nyingine yoyote ambayo ingeweza kusikika sauti ya mwana Bugutole, mwana Mombose, mwana Farkwa na mwana Chemba na mwana Dodoma na Mtanzania kwa ujumla, zaidi ya kuamua kuingia kwenye ulingo wa siasa na kugombea ubunge ili niweze kupaza sauti kwa niaba ya Watanzania wenzangu. Umeandika kitabu kipya. Mheshimiwa Waziri, mimi nimeingia bungeni mwaka 2015. Na niliingia bungeni nikiwa na ajenda zangu mbili. Ajenda yangu ya kwanza ilikuwa ni ujenzi wa bwawa la Farkwa, na nitasema kwa nini. Mheshimiwa Waziri, ukiangalia mazingira ya eneo hapa tulipo, unaona ardhi namna ambavyo ina rutuba, lakini wilaya hii ni kame, haina mvua za kutosha. Lakini wilaya hii ndio dampo la maji yanayotoka kutoka mto Bubu. Nikaona kwamba ili tuweze kunufaika, kuimarisha uchumi wa Mwanachemba, uchumi wa taifa letu, serikali ina kila sababu ya kuja kujenga mradi wa bwawa la Farkwa ili tuweze kupata maji, na maji haya yatatusaidia si tu kwa kunywa, bali kwa kukuza uchumi wa Mtanzania wa Bugutole, Mombose, Farkwa, Chemba, Dodoma na taifa letu kwa ujumla. Mheshimiwa Weso, tumeingia wote, mimi na wewe, bungeni. Tangu nimeingia bungeni, nilikuwa nikisimama kuuliza swali la msingi ama swali la nyongeza, ilikuwa ni bwawa la Farkwa. Tangu nimeingia bungeni, kila ninapochangia hotuba ya Wizara ya Maji, kilio changu kilikuwa ni bwawa la Farkwa. Nimekaa bungeni miaka 10, leo ni mwaka wa 11. Tunakwenda kuandika historia, Wanachemba na Wanadodoma, kwamba sasa awamu ya 6 kupitia kwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa ni mama msikivu na mwerevu na binadamu na muungwana. Na siku alipokuja kuomba kura alituahidi Wanachemba, akatuambia naombeni mtulie, tuko kwenye michakato tu, dakika za mwisho tutakwenda kusaini mkataba na kuanza ujenzi. Leo tunakwenda kushuhudia tukio la kihistoria ndani ya uongozi wa Daktari Samia kwa kipindi cha miaka 6 akiwa awamu ya 6. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Nani kama mama? Mheshimiwa Waziri, ndio maana sisi Chemba tunasema tunampenda Samia mpaka tunaumwa, kwa sababu ametutendea mengi. Wana Chemba ametenda mengi kwenye wilaya hii, na niwape tu taarifa wananchi wangu wa Chemba, pamoja na bwawa hili leo tunalosaini mkataba hapa, na mkataba huu unaenda kufanya kazi kwa kipindi cha miaka mingapi? Miaka mingapi wana Farkwa? Miaka 2. Bwawa hili linatakiwa leo limekamilika. Raha sio raha? Wakati miradi mingine tunaona inakaa miaka 5, miaka 7, lakini hili Mheshimiwa Rais amesema kwa kuwa bwawa hili ni muhimu sana na tunahitaji maji, tunahitaji kukuza uchumi wa Watanzania, tutakwenda kutekeleza mradi huu kwa kipindi cha miaka 2. Lakini mbali na hilo, Daktari Samia pia ni wanong'oneze tu, ameruhusu kutangaza barabara ya lami ya kutoka Tanga mpaka Singida. Nani kama Samia? Mheshimiwa Waziri, bajeti yangu ya mwisho wakati tunaahirisha bunge la 12, nilikuambia sina hofu na Wanapangani watakurudisha, na ninakuombea dua uendelee kuwa waziri wa maji. Na mimi nilikuambia Wanachemba sina hofu nao, tumeshakubaliana, mimi ndio mbunge wao wa jimbo. Leo wametimiza, na leo tunatimiza na tunaandika historia kwenda kusaini mkataba na kuhakikisha tunajenga bwawa hili na wananchi wetu wanaenda kupata maji. Katibu mkuu wangu umepata tabu kila leo kuandika majibu ya maswali yangu. Hatimaye dada unaenda kupumua, na wizara yako sasa
haitakuwa na kazi. Muda wake mlikuwa mnaniogopa, kila mkiona listi ya wachangiaji ndani ya bunge kwenye wizara yenu mnasema Kunti leo sijui atatuambia nini. Mimi niwaombe sasa, Mheshimiwa Waziri, tunapokwenda kusaini mkataba huu, uzuri leo tuna washauri elekezi, tuna makandarasi wako hapa, niwaombe swala la kusaini mkataba huu ni jambo moja, lakini swala la utekelezaji ni jambo la pili. Tuombe mwende mkasimamie, na mimi nitaendelea kuwasubua mpaka tuhakikishe bwawa linakwenda kukamilika kwa wakati. Hatua tumekwanza, lakini niwaombe sana Katibu Mkuu, msukume fedha za mradi huu zielekezwe kwenye mradi wetu wa ujenzi wa bwawa ili tuweze kutimiza ndoto za Watanzania wa wilaya ya Chemba na Watanzania wote kwa ujumla wake.